Kama kuna afya kwenye miguu yako, naomba usimame. Kama kuna afya kwenye miguu yako, lakini kama hamna afya, unaweza kuendelea kukaa. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana, sema: e Mungu uliye hai, saa hii ni ya kwako, saa hii ni ya baraka, saa hii ni ya uponyaji, saa hii ni ya kufunguliwa. Najiweka wakfu kwako kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba nitakase, ninaomba nitakase kwa damu yako ya thamani Yesu Kristo. Ninaomba useme na mimi, na ninaomba unisaidie katika jina la Yesu. Siku ya leo Bwana, na sadiki kwa habari ya neno lako. Neno lako hili ni muujiza wangu, ni njia yangu, ni kufunguliwa kwangu, ni majibu ya maswali yangu. Ninaomba usinyamaze, sema na mimi kwa upya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaenda kinyume kabisa na falme na mamlaka za giza na kila roho zote zile zinazonizuia, zinazonichelewesha mahali pa muujiza wangu, mahali pa upenyo wangu. Kuanzia hivi leo ninatangaza na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu wala hatuna Mungu mwingine. Wewe ni mfalme wala hatuna mfalme mwingine. Ni wewe uliyeko juu ya falme na mamlaka na wakuu wote wa giza hili. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tunakuinua Bwana. Katika siku ya leo tunanyamazisha kila roho ya upinzani inaoletwa na mkuu wa anga hili. Tunamshusha chini kwa jina la Yesu, na tunaachilia damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu. Mungu, ninasadiki kazi ya msalaba kwa ajili ya maisha yangu katika jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu muangalie mwenzako, mwambie umependeza. Mwambie Yesu anakupenda. Mwambie una shida gani? Mbona umenyoa hivyo? Mbona hujachangamka? Kwani wa shida gani wewe? Alafu ongeza makofi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Wangapi wanampenda Yesu hapa? Hebu piga kelele kwa nguvu kabisa. Amen. Naomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Semeni amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru tena Mungu kwa ajili ya Ijumaa ya mwanzo wa mwezi Agosti. Tuliagana hapa Ijumaa iliyopita ya mwisho wa mwezi wa Julai, na Mungu ametupa neema ya kuweza kufika katika Ijumaa hii ya mwezi ya kwanza ya mwezi Agosti. Nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya viongozi kiongozwa na mwenyekiti wa New Life Tabata, lakini pia tuna kiongozi wetu wa wilaya, mwenyekiti. Mungu akubariki pia sana. Bwana asifiwe. Tungempigia Yesu makofi kwa ajili ya watumishi hawa. Lakini pia natambua nafasi ya makamu, katibu, mhazini, waratibu wote ambao wanaosimamia na kuhakikisha kwamba hizi ibada zinaendelea kuwepo. Bwana asifiwe. Naitwa Mwalimu Renard Mlawi, ambaye nitakaye kuwa pamoja nawe tena katika siku ya leo kwa ajili ya kukuletea ujumbe wa neno la Bwana. Sema amen. Alafu sema niko tayari. Sema niko tayari. Sema niko tayari. Kiuhalisia hata mimi leo hii niko tayari kuhudumiwa
Kwa hiyo nawe naomba pia uhudumiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Naomba unapopata, labda niongee kitu hichi kimoja. Sasa sitasema ni nani, kama yuko ananisikia, labda yuko njiani huko. Unapopata auheni kupitia haya maombi, usiache kabisa kuja. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kung'ang'ana. Kuna mtu ameelewa ninachozungumza? Umeelewa ninachozungumza? Kuna mtu sasa mimi nitamtaja kwa sababu aliniahidi kwamba anakuja, alafu na mimi naangalia. Mimi ni mwalimu, nafuatilia wanafunzi wangu, na alikuwa na ushuhuda ya kitu ambacho Mungu alifanya ambacho kilikuwa hakijawahi kutokea. Na akasema leo nitakuja, alafu la jaja. Inawezekana ni mambo mengi, lakini nimeona nitoe tahadhari tu ya kwamba Mungu anapofanya kwako, usifunge mlango wa kuja hapa. Bado kuna mambo mengi na maeneo mengi ya kuendelea kufunguliwa ili tuweze kufikia kwenye kile ambacho Mungu ametaka tufike. Wangapi wamenielewa ninachozungumza hapa? Bwana asifiwe. Tumekuwa na somo tutakaloendelea nalo kwa muda mrefu sana, na lina mapana yake, na nilikwambia kwamba nitaendelea kukufundisha, linalozungumza kufunguliwa kutoka kwenye kura ya uovu. Kufunguliwa kutoka kwenye kura ya uovu. Kufunguliwa kutoka kwenye kura ya uovu. Na leo hii tunaangazia kitu kingine. Kwa sababu ya muda sitaweza kufanya rejea ya mahali tulipotoka, lakini msisitizo nilikwambia, kura ya uovu inasimama kama mahakama ya kuzimu, ili kuweka zuio, ili kuweka mipaka, ili kubadilisha utambulisho ambao mtu alionao mahali fulani. Na kwa maana hiyo ina namna nyingi inavyoweza kufanyika. Mojawapo nilikwambia hufanyika mara nyingi kwa njia ya maneno. Yanaweza yakawa maneno ya kutamkiwa na mtu kwa kukusudia au pasipo kukusudia, au inawezekana ya kwamba ikawa ni mpango wa adui ilo tamko liweze kutoka. Lakini namna nyingine ni matamko ya laana za kichawi, hasa mara nyingi ambazo zinaweza kufanyika, ambapo pia ni mbinu ya adui. Sasa nataka leo tusogee mbele zaidi, tuangalie juu ya kitu kingine ambacho kinachozungumzwa ndani yake, kinachohusu juu ya kura ya uovu. Leo hii tutazungumza kwa habari ya shauri la kura ya uovu kupitia watu wa karibu. Kupitia watu wa karibu, alafu kupitia kichocheo, kwa njia ya kichocheo cha wivu. Shauri la kura ya uovu kupitia watu wa karibu, kwa njia ya kichocheo au kwa msukumo au kwa njia, unavyote ukiandika ni sawa, kwa msukumo wa kichocheo cha wivu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ukisoma vizuri kwenye kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 37, kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya 37, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 37, tasoma ile mistari michache tu ya kwanza. Taanza kusoma ule mstari wa 3. Nitasoma yote. Ukipata muda unaweza ukasoma sura yote, kwa sababu ya vitu ambavyo tutakavyokuwa tunaviangalia ndani yake. Kwa sababu ya muda pia tutaweza kupitia vyote. Kitabu cha Mwanzo sura ya 37
kuanzia ule mstari wa 3, neno la Mungu linasema hivi: basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Wakamwambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yetu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, wewe kweli utatumiliki sisi, nao utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Ule mstari wa 12 naruka. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yake huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, nenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo na kundi lao li salama, ukaniletee habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebron, akafika Shekemu. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, nawatafuta ndugu zangu, tafadhali niambie mahali walipochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, niliwasikia wakisema twendeni Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani. Wakamwona tokea mbali. Sema tokea mbali. Sema tokea mbali. Sema wakamwona tokea mbali. Na kabla hajawakaribia, wakafanya shauri juu yake ili wamue. Wakasemezana wao kwa wao, na tazama, yule bwana ndoto anakuja. Haya, twende tukamue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Reubeni akasikia, akamwokoa katika mkono, akasema, tusimue. Reubeni akawaambia, msimwage damu, mtupeni katika birika iliyoko nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao, akamrudishe kwa baba yake. Amen. Bwana asifiwe. Nyingine tutaendelea kuzungumza jinsi ambavyo tutakapata nafasi ya kuzungumza, lakini hii ni habari ya Yusufu mwana wa Yakobo, Israel, ambaye maandiko yanasema ya kwamba babaye alimpenda, na kwa sababu ni mwana wa uzee wake akamshonea kanzu ndefu, na ikaamsha wivu ndani ya ndugu zake, wakamchukia. Na maandiko yanasema ya kwamba ndipo ambavyo walivyoanza kumsikiliza Yusufu, na Yusufu akaintroduce ndoto aliyonayo, na ghafla kilichotokea, wivu uliendelea kuwepo ndani ya familia. Na maandiko yanazungumza ya kwamba hata siku moja ambao baba yake alimtuma Yusufu kwenda kuangalia nduguze, walipomwona walifanya shauri la kutaka kumua huko Dothani. Na maandiko yanasema ya kwamba wakasemezana, wengine wakasema tumpe kwenye birika, wengine wakasema tumue, lakini baadaye walimweka kwenye birika, na baadaye wakampiga bei na wakaenda kumuuza. Na utaona akiuzwa kwa Ishmael na akaelekea huko Misri. Na maandiko yanazungumza akaenda kwenye nyumba ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni kiongozi wa ulinzi katika nchi ile, wakati ule aliitwa Potifa. Na akafika kule, akakumbana tena na kitu kingine ambacho kilimtengenezea tena wakati mgumu, na kumpeleka kwenye gereza.
na huko gerezani akapita kwenye nyakati kadha wa kadha, ambapo ndani yake nimeandika kama vitu 5 hivi vya kuangalia ambavyo vinaweza kukusaidia. Kumbuka somo au kichwa kidogo tulicho nacho leo hii ni shauri la kura ya uovu kupitia watu wa karibu. Shauri la kura ya uovu kupitia watu wa karibu, kwa msukumo wa kichocheo cha wivu. Kwa msukumo wa kichocheo cha wivu. Jambo la kwanza ambalo tunataka tuweze kuangalia hapa ni juu ya kura ya uhasama na wivu wa kifamilia. Kura ya uhasama na wivu wa kifamilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Moja ya kitu ambacho nataka ukiangalie kiufunuo, ndugu zake Yusufu alipiga kura ya kumchukia kwa sababu, jambo la kwanza, alitofautishwa katikati yao na alipendwa kwa namna ile ile ya kutofautishwa. Sasa kitu kama hichi, mimi sitaki sana tuzungumze habari za Yusufu. Nataka tuangalie kiufunuo Mungu anataka kuzungumza na sisi kitu gani. Asilimia kubwa sana ya vita tulizo nazo si vita vinavyotoka mbali na sisi. Asilimia kubwa ya mapito watu walio nayo ni watu walio karibu na wao. Ni rahisi sana ikiwa tunafanana tusipigane vita, ila si rahisi sana unapoanza kuonyesha tofauti na jinsi ambavyo mlivyokuwa mnafanana mwanzoni, watu wakanyamaza kimya. Unless otherwise, Roho wa Mungu ameshika mioyo ya hao watu. Shetani ana mbinu, na angelipenda mbinu yake ifanikiwe sana kulingana na watu ambao wanaokujua zaidi kuliko watu wasiokujua. Ni hivi, vita yoyote ile inayofanikiwa kwa haraka, ambayo ni mkakati wa kishetani kushambulia maisha ya mtu, unatumika mara nyingi sana kwa watu wa karibu na wewe wanaokujua kuliko watu wasiokujua. Si rahisi sana kufanya mashambulizi kama hujajua kwamba unashambulia nini. Ndio maana kuna makundi ya kiintelijensia duniani unapoona vita yoyote inapotokea, kwa mfano kwa kule Israel, unapoona Israel inataka kwenda kushambulia mahali, ni lazima ina watu wake wa kiintelijensia wa usalama wa taifa wanaoitwa Mossad. Wanaenda kwenye nchi, wanaweza kuwekeza. Mtu mmoja alikuwa anatueleza jinsi wanavyoenda. Wanasema ya kwamba wanaweza kuwekeza kwenye nchi miaka 5, lakini mtu yeyote asijue kwenye hiyo nchi. Wanapokuja kufanya shambulizi ni la faida ya miaka 20 au 30 inayokuja. Kwa hiyo kwa nini wanajaribu kufanya utafiti au kujaribu kuweza kuchunguza? Ni ili wajue ya kwamba wanashambulia nini. Ukiona kuna adui yuko mbele yako au adui anafanya vita na wewe, uwe na uhakika ya kwamba anajua anachotaka kukishambulia. Ni rahisi sana wewe unaweza ukawa unataka kupambana na mtu, lakini usijue unataka kupambana naye wapi. Lakini ninachojaribu kukuonyesha ni kwamba namna ambavyo ndugu wa familia, ndugu kwenye ofisi, watu ambao uko nao kwenye mazingira ya kila siku,
wanavyoweza kutumika kupiga kura ya uovu na wakakuzuia mahali fulani ili usiende. Ni muhimu sana kuelewa. Lakini hiki kitu mara nyingi huwa kinaletwa na uchochezi na msukumo wa wivu unaotengenezwa ndani ya moyo wa mtu. Mtu anatengenezwa kuwa na roho nyingine zaidi ya roho ya kibinadamu, alafu ndani yake anajikuta akiwa anasema, kwa nini wewe na sio mimi? Na unaweza ukajaribu kufikiri ya kwamba kwani anapata faida gani? Anaweza asiwe na faida yoyote, lakini kuliko ukawa tofauti na yeye, ni heri ushuke chini. Sasa watu wengi hawajawahi kuelewa. Moja ya kitu kigumu sana ambacho Mungu alikuwa anasema na mimi jana nikiwa safarini, akawa ananikumbusha kwa habari ya Yesu. Akaniambia hivi, ni muhimu sana watu kujua, wale wanaokula mikate yetu kila siku ndio hao wanaotaka tuangamie, ndio hao wanaotaka tupotee, na ndio hao wanaotaka kutusaliti. Usipojifunza kujua ya kwamba si kila uliyemlisha anaweza kukupenda, na ukajifunza na kujua ya kwamba kuna yule anayeweza kufurahia mkate wako na asiyafurahie maisha yako, unaweza ukawa uko safe zaidi kuliko kujisahau. Kuna watu wanaelewa jioni ya leo ninachozungumza hapa. Najaribu kufundisha kitu kigumu, lakini ndio ukweli ambao ulipo. Familia nyingi, Mungu ameinua watu fulani wawe kama taa, lakini katikati ya familia, katikati ya ofisi na taasisi, adui anafanikiwa kuitumia mioyo ya watu kujaribu kuizima taa iliyoko kupitia kura ya uovu. Kuna watu wamebeba kitu kikubwa sana, si kwa ajili yao peke yao. Wamebeba kitu kikubwa sana kwa ajili ya familia na kwa ajili ya taifa, lakini kura za uovu zimewashikilia kwenye maeneo kama ya Yusufu. Tunapozungumza kwa habari ya kanzu ndefu, huu ni utambulisho ambao Yusufu aliokuwa nao. Ni utambulisho wa kile ambacho Yusufu alichokuwa nacho. Sasa vazi huwa lina vita yake, kwa sababu vazi ni utambulisho, na utambulisho wako ndio unaweza kutengeneza vita dhidi ya maisha yako. Ndio maana unapaswa kuelewa wakati ambao Mungu anaokupa na anaokutambulisha kwa tofauti katikati ya taasisi, katikati ya jamii, katikati ya familia, ndio wakati wa kukaa karibu na Mungu sana, na ndio wakati wa kutakiwa kuwa makini kuliko wakati wowote ule. Kwa nini nazungumza hivi? Yusufu hakujua kilichokuwa kinatokea pale. Maandiko yanasema baba yake alipomshonea kanzu, ndugu zake walimchukia. Lakini unaona Yusufu hanyamazi, anawaambia kwa habari ya ndoto aliyokuwa nayo. Hakunyamaza. Akawaambia, nisikilizeni, nilikuwa na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kwa maana hiyo unaona ndugu zake wanaanza kumwambia, ina maana wewe.
Jambo moja ambalo nataka uweze kunielewa ni kwamba Mungu anaweza akakutambulisha kwa utofauti mahali, lakini lazima ujue pindi utambulisho wako unapoonekana wa utofauti mahali, ndipo ambapo vita yako inapokuwa kubwa. Chunga sana kila kitu unachosema. Si kila unayemwambia anaweza akafurahia akacheka akawa amemaanisha kucheka kulingana na jinsi ambavyo ulivyomwambia. Maana yake ni kwamba ni muhimu sana kuwa na uhakika wa watu wa kuambia kile ulichokibeba, kama unahitaji msaada labda wa kiroho. Hujanielewa ninachozungumza? Kinachowafanya watu wengi wasifikie kile walichopaswa kufikia, hawasemi kwa mtu aliye sahihi kumwambia, na hawajui ni muda gani wa kunyamaza kimya na muda gani wa kusema. Kwa hiyo kinachotokea kwenye maisha ya kwao huwa ni kama surprise. Kwa nini? Hawezi ukamwambia adui kitu akanyamaza asikuandalie vita. Na mtu yeyote anayejua masuala ya vita huwa inatengenezwaga wakati mwingine au inafanyikaga wakati mwingine haukuzania kwamba ni wakati wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku tu ulipojulikana, ulipotambulishwa kwenye kitu fulani, ndo kura ya uovu ilipigwa pale. Huyu ni nani? Hawezi akawa juu yetu. Neno hawezi akawa juu yetu ni kura. Kwa hiyo hayo matamko shetani huwa yanayafuatilia, kwa sababu huwa yana uhalali kabisa. Neno lolote lina nguvu na uhalali wa kuweza kufuatilia, hasa kulingana na watu ambao wako karibu na sisi. Na uhalali mmoja wapo unaweza ukatumika, uhalali wa damu. Mtu aliyemlaani ndugu yake ni sawa na aliyelaani damu ya ndugu zake. Janaelewa nachozungumza? Tunaweza tukawa tumetenganishwa kimwili, kiroho. Kila mtu ana roho yake, kila mtu ana nafsi yake, ila unatakiwa kujua ya kwamba tuna damu moja, tuna nasaba moja. Sasa kinachotokea, nasaba, Mungu akitujalia tutakuja kujifunza, ni somo pana sana. Nasaba inaweza kuwa mlango wa uhalali wa kupitisha kitu cha uovu kwenye maisha ya ndugu wengi. Unapojaribu kumzuia Yusufu, ikiwa Mungu amemtambulisha ili awe lango, umejaribu kuzuia familia nzima. Kwa hiyo tamko juu ya Yusufu ni tamko juu ya familia nzima. Ndio maana hakuna mtu yeyote aliyewahi kumshambulia mtu ambaye Mungu amemuinua alafu ikawa ni sababu ya yeye kuinuka. Wengi wao huwa wanakwama, na kuna familia nyingi zimekaa gizani, ni kwa sababu wengi wao walijitahidi kutaka kumzuia Yusufu wao. Yusufu wao ni taa. Kwa maana hiyo, wakijaribu kumzima, wameizima taa ya kwao wenyewe. Na ni hila ya adui ambayo huwa anapumbaza akili za watu. Na si wote wanaoangalia, si wote wanaofikiria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tunataka tuweze kuviangalia sasa kupitia hicho ambacho nilichokizungumza,
Kuna kitu kingine kinachoitwa kura ya shimo na kutupwa kwa ndoto ndani yake. Kura ya kuwekwa shimoni. Taizungumzia hivyo. Ilikuwa kura ya kwanza walikuwa wamesema tumuue, lakini ya pili kumweka shimoni, wakamweka shimoni. Lakini nataka tuangalie ya shimoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma ule mstari wa 20 utaona kitu kinachozungumzwa pale. Ile Mwanzo 37 mstari wa 20. Anasema, na haya tukamue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Kama umesoma kwa kufikiria na umesoma mara mbili, utagundua ya kwamba hawa ndugu walikuwa hawana shida na Yusufu, walikuwa na shida na ndoto ya Yusufu. Na kwa maana hiyo, ili kuweza kuizika ndoto ya Yusufu, ni lazima wamuue Yusufu. Yani kuna mahali umeshikiliwa. Watu hawana shida na wewe ikiwa kile ulichonacho kimetoka au hakipo, ila kwa sababu kiko ndani yako, hawana namna ambayo wataacha kushirika na wewe. Na kuna watu ambao wamewekwa kwenye mashimo. Tafasiri ya kura ya kuwekwa kwenye shimo ni tafasiri ya kukaa kwenye eneo lile lile, lisilokuruhusu uzalishe, lisilokuruhusu upige hatua, lisilokuruhusu kutane na mtu yeyote kwenye maisha yako akawa msaada. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kuwekwa kwenye shimo. Uzuri tuliangalia zile semina zetu za mwanzoni zile, kama mtakuwa mnakumbuka, juu ya ile Zaburi. Sio kama mtakuwa mnakumbuka, lakini niliwahi kufundisha hapa kwa mtu kutolewa kwenye shimo. Kwa hiyo kuna kura inaweza ikapigwa ya kuzika ndoto za mtu. Kwa hiyo hakuna namna unaweza ukatenganishwa na kile ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yako. Kwa hiyo wanapokuweka shimoni, lengo lao ni kuiweka ndoto yako shimoni. Ndio maana leo hii kuna watu hawafikiri tena juu ya maono waliokuwa nayo. Kuna watu wameyakatia tamaa maono waliokuwa nayo, hawataki tena kufikiri. Hata wengine wanasema, wanajaribu kudiriki kusema ya kwamba unafikiri wakufanikiwa ni mimi, unafikiri wakupata ni mimi, wakupata sio mimi. Wengine kwa lugha nyingine wanazungumza Kiswahili vizuri, Kiswahili kizuri kabisa kinachoendana na somo. Wengi wao wanasema ya kwamba ni fungu la kukosa. Kumbuka tulikotoka, kura pia ni fungu. Kwa hiyo kuna mahali maisha yao yamewekwa. Kuna mahali vipawa vyao vimewekwa. Kwa ajili ya kitu gani? Ili wasiweze kupiga hatua. Kuna watu walipoanza kudhihirisha kipawa walichokuwa nacho, ndio tamko lilitoka, ndio kura ilipigwa siku hiyo ya kuzika hicho kipawa. Ndio maana utaona machipukizi yanaweza kutokea, lakini sio yote huwa yanamea na kuzaa matunda. Mengi yanakufa. Na niuliza, mwalimu, nataka kuzungumza kitu gani? Kuna mstari mmoja nimeukumbuka mahali, ile Zaburi ya 45 mstari wa 12. Anasemaje? Na binti Tiro analeta kipawa chake, nao matajiri wa watu watajipendekeza kwako. Si kama umewahi kufikiri hichi kitu. Kipawa cha mtu, hali ya kipawa cha mtu
ndicho kinachoamua aina au status ya watu gani wamzunguke. Unapoona una aina ya watu fulani wanaokaa kwenye maisha ya kwako na unafanya bidii kubwa sana, unasema kwa kweli ningetamani Mungu, ninaomba uniinulie watu, lakini shida. Nisikilize. Mtu anaweza akawepo kwenye shimo na akawa amefungwa ndani ya shimo. Hata umpelekee msaada kiasi gani, tofauti na kuzikata kamba zilizomfunga shimoni, ule msaada unaweza usimsaidie. Hata kama nikiweka fedha kiasi gani hapa, kama umefungwa, si rahisi sana kuchukua hizo fedha, pamoja na kwamba una shida ya fedha. Kingine, kama mtu anaweza kuzikwa kwenye shimo na akawa anaishi. Kumbuka tulikotoka, sio kama mnakumbuka hilo somo. Niliwahi kusema ya kwamba unaweza ukawa unaishi lakini umekufa. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 1. Una jina la kuwa hai lakini umekufa. Yaani kiufupi, katika ulimwengu wa roho, kila namna ulimwengu wa roho ukitaka kuconnect na wewe, you are not available. Huyu mtu unayempigia hapatikani. Sio kama unaelewa ninachojaribu kuzungumza. Maana yake unashikiliwa mahali ili usiende mahali ulipopaswa kuwa, ili usije ukakutana na kile ambacho Mungu ametaka uweze kukutana nacho. Kwa kinachofanyika, kanuni ya namna hii ni kumhamisha mtu kwenye nafasi, ili mbingu zinapoprovide kwenye ile nafasi zisimkute kwenye nafasi. Kuna watu mlioko hapa, kuna mahali baraka zenu zipo na zishakuja, lakini shida ni kwamba umewekwa shimoni. Kwa hiyo kinachotokea, utaanza kuona dalili mojawapo ni kudumaa. Kama ni mtu wa kujifuatilia, kila siku unavyozidi kuendelea utaona ukiwa unadumaa. Bwana asifiwe. Sema Yesu tusaidie. Sema Yesu tusaidie. Kwa hiyo kama nilikwambia kwamba huwezi kutengwa na kitu ulichokibeba kilichokuletea vita, maana yake kama biashara ndio ilileta vita, uwe na uhakika kuna biashara za watu ziko shimoni. Kama taaluma ndio ilikuletea vita, ujue kwamba kuna taaluma za watu ziko shimoni. Kama uzuri ndio ulikuletea vita, ujue kuna uzuri wa kwako uko shimoni. Usilalamike jinsi watu wanavyokuona, anasema huyu yukoje. Sasa unajua ulimwengu wa roho una uwezo wa kukutafsiri kwa watu kulingana na hali iliyoko katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukawa unasema, mwalimu, mbona sina kasoro yote? Katika ulimwengu wa roho una kasoro. Kuna kura ipo. Kura nyingine waliopiga ni kura ya utumwa, kuuzwa na kutumwa na utumwa. Kiufupi, biashara ya hatima yako, kuuzwa kwa hatima yako. Kuuzwa kwa hatima yako. Hii yalifanyika, kura ya kuuza kwa kulifanyika biashara ya hatima ya Yusufu. Walimuuza kwa Ishmaeli baada ya kusema ya kwamba Yuda anawaambia ndugu zake ya kwamba tumuuze kwa Ishmaeli kwa vipande hivyo.
Angalia ule mstari wa 26 mpaka 28. Hiki nacho ni kitu kibaya zaidi, kwa sababu tofauti ya mtu aliyeko shimoni na mtu aliyeuzwa iko hapa. Mtu aliyeko kwenye shimo haruhusiwi kufanya chochote, haruhusiwi kwenda popote. Lakini aliyeuzwa kama mtumwa anaweza akafanya chochote kwa bidii na kwa nguvu kubwa, lakini sio kwa ajili yake, ni kwa ajili ya wale wanaomtumikisha. Wale ambao mlihudhuria darasa la kule mwanzoni, nilizungumza kitu kimoja, nikasema hivi: kuna kuchanganyikiwa kwa mtu anayeonekana kuchanganyikiwa ndio faida kwenye maisha ya mtu mwingine. Hujanielewa? Kuna watu wamefungwa kimsukule na wanatembea. Kuna misukule ya watu walishaondokaga, alafu kuna misukule ya watu ambao wako duniani, lakini kiufupi washauzwa kuzimu. Kwa kuzimu imepatana ya kwamba haya mauzo yako hivi, nipe nikupe, sema nipe nikupe. Kwa hiyo mnufaika si yule aliyeuzwa, ni yule aliyefanya biashara ya kuuza na mahali alipouza. Mmeelewa ninachozungumza? Kwa kutakutana na watu wanaowekeza nguvu zao nyingi sana. Na leo kama kuna msukule yoyote yuko hapa leo, anarudi katika jina la Yesu. Sema amen. Ni kitu watu ambao hawajawahi kuelewa, lakini ipo. Situmia kukutana nayo. Amefanywa msukule. Yeye kazi yake ni kutumika, lakini kuna mahali faida inapokwenda. Na wakati mwingine hata fahamu zinaweza zikawa zinaibiwaga, kwa sababu kilichokamatwa kwenye eneo kama hili ni nafsi. Kwa hiyo nafsi ya mtu ikikamatwa, jua maamuzi ya mtu yamekamatwa, ufahamu, akili ya mtu imekamatwa, lakini pia hisia za mtu zimekamatwa. Yaani ni kama mtu aliyekufa ganzi, hajui chochote kinachoendelea. Lakini kuna mtu ambaye anafaidika na hiyo hali. Yupo leo, by force by power ataenda kuachilia katika jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Sema haleluya. Kwa usiombe kienyeji, usiombe kwa kuwa unambembeleza, kwa sababu kuna watu ukiwaambia anza kukemea, shetani toka we. Niliwafundishaga watu nikawaambia hivi, yako maombi. Kwenye maombi kuna kuomba kwa namna mbili. Kuna kuomba kama kuhani na kuna kuomba kama mfalme. Unajua kuhani ni kwa ajili ya nani? Kati yako na Mungu. Umeelewa? Alafu ufalme ni kwa ajili yako na himaya yako. Ndio maana Yesu alipokufa, alichokifanya kupitia Ufunuo 5:9 na 10, alitufanya kuwa ukuhani na wafalme. Ukiwa unazungumza na Mungu, zungumza na Mungu kwa unyenyekevu kabisa. Zungumza na Mungu kwa kupondeka kabisa. Vyovyote unavyoweza kuona, unavyoweza kwenda mbele za Mungu kwa machozi. Lakini inapofika swala la kumwambia shetani, achilia nafsi yangu, achilia vitu vyangu, sio swala la kumbembeleza. Kumwambia kwamba shetani, na unaweka hapo Kiingereza kidogo, you know. Haujawahi kuwa serious na bado hujalemewa. Ngoja yakikulemea Kiingereza kitapotea. Sijui umeelewa ninachozungumza Yaani unakumbuka mpaka na lugha ya kigeni. Hebu muulize mwenzake, mwambie unakumbukaga kumbe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nachojaribu kukuonyesha hapa ni kwamba hii ni kitu kimoja wapo cha hatari sana. Nafsi ya mtu iliyouzwa au kura
iliyopigwa kuuzwa, ya kimauzo, ya kibiashara, ya hatima. Okay, ili eneo watu wanawezaga wakadakwa mara nyingine nyingi kwa njia mbalimbali. Sema kwa njia mbalimbali. Bwana asifiwe. Mimi niliwahi kuambia watu kitu hichi kimoja, nisiwe kwa makini sana. Mungu ameweka amri zake duniani sio kwa ajili ya kwake, ni kwa ajili yetu kutusaidia. Ukijua hichi kitu utanielewa. Kuna dhambi yoyote uliyofanya Mungu atakusamehe, ila sio rahisi sana kulifuta kovu ya kile ambacho dhambi imefanya. Sasa nisikilize vizuri kwa makini sana. Kuna watu wana lengo la kuinunua hatima yako au nafsi yako. Kwa maana ya kuinunua hatima yako, wanaweza wakatumia gharama yoyote ile kuhakikisha wanakulagai na kukudanganya. Baada ya hapo maisha yako ubakiaga hamna kitu. Kwa mfano, sex ni sehemu mojawapo ya lango kubwa sana la kuuza nafsi ya mtu, na linatumika na watu wengi sana duniani. Yani anaweza kaja mtu mkakati kabisa. Nilikuwa nasikiliza mtu mmoja anafanywa interview, dada mmoja, na ametangaza kabisa, na watu wa namna hiyo lazima wachungulie. Anasema ya kwamba nilifuatwa na baba mmoja, nikawa na akawa amenyambia direct kitu ambacho nilichokuwa nakihitaji. Nikawa ninamwambia kwamba nilikuwa na shida ya kuolewa. Sema kuolewa. Na akaja direct akasemaje, nitakuoa. Akaona ili na wewe utoe break, end break na break, uamue kuweka miguu juu au uamue kukanyaga mafuta. Akamwambia, naomba ukanitambulishe kwa ndugu zenu, niwasalimie, niwaeleze kwa awali. Na akaenda akawaeleza. Lakini nia yake ilikuwa nini? Ni ile alagai moyo wa yule mtu ili aibe kile alichokuwa nacho. Amekuja kugundua ni baadaye sana amepoteza kila kitu. Yani ni kiufupi amebakia hamna kitu. Lakini jamaa pamoja na kujitambulisha, pamoja na kuleta vijihela, yule jamaa moja kwa moja alivyomaliza jambo lake alipotea. Kuna watu wanakuja kwenye manunuzi, wengi hawaji kwenye agenda hiyo ulionayo. Wazazi mlioko hapa, wahadharisheni watoto wenu, kwa sababu kinyamaza kimya inawezekana huyo mtoto ndio amebeba taa yako, ikizima na wewe umezima. Kumwambia, si kila anayemwambia I love you amemaanisha. Wengine ni wanunuzi wa hatima yao. Wanaweza akawa amesoma vizuri kabisa, anaweza akawa ni mrembo kabisa, lakini maisha yake yakawa yameharibika pale pale. Kuna dada mmoja ambaye alikuwa anafanya biashara haramu ya kujiuza, ndio alikuwa ameingia. Ghafla kanasa juu kwa fanya biashara mmoja wa nchi jirani ambaye alikuwa anapita kwenye yale maeneo, akamwona. Akamwambia, kwa nini huko? Mimi nitakupangishia nyumba, nitakupa kila kitu. Akaenda. Cha ajabu anasema yule mtu alikuwa anampeleka kwenye hoteli ya nyota 5. Unazifahamu ziko kwa mjini, si mnazifahamu eh? Akawa anampeleka na akawa anamwachia fedha nyingi sana. Lakini pasipo sasa kujua hata kwamba ni dalili alingeshtuka. Anasema pamoja na kwamba alikuwa anamwachia ile fedha nyingi sana, kuacha lile eneo ambalo alikuwa amemkodishia, amempangishia,
Ile fedha alikuwa hawezi kufanya nao kitu chochote zaidi ya kula. Yeye akawa anaendelea na maisha. Anasema akajiongeza, akahesabu kwamba yule ni mume wake. Siku amejichanganya kwenye maombi kama haya, ndo mapepo yanalipuka ndani yake, yakieleza juu ya mauzo yaliyofanyika na jinsi yule bwana anaofanyika. Kwa akipeleka mzigo kule, akija hapa anakuja sio tu kununua mzigo, anakuja kujichaji. Kwa akirudi kule, kwa kiufupi, huyu dada alikuwa na nyota ya biashara. Kwa maana hiyo hakuwa na njia sahihi za mtu kumsaidia ili aweze kukaa kwenye biashara na yeye anufaike na kipawa alichokuwa nacho. Zaidi sana adui alikichungulia, akakilagai kwa njia ambayo anaona ni njia ya kawaida, akaamua kukiuza. Ndio maana kwenye haya maisha unapaswa kuwa makini. Njaa ya siku moja isikufanye ukauza vyote ulivyokuwa navyo. Bwana asifiwe. Sio kwa ajili tu ya wadada, hata sisi vijana wa kiume. Mmelewa nachozungumza? Na kuna kizazi kinatengenezwa, wazazi, Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Hapa nikasema labda sisi tulilelewa kijijini, labda tuna tofauti. Sijui, labda kuna maisha ya mjini. Lakini kuna kizazi kimetokea cha vijana wa kiume asiyetaka kufanya kazi yoyote, anayetaka kupata chochote. Na hicho kizazi kimekuwa tayari kwa ajili ya mkate kuuza hatima zao. Alafu nategemea kwamba tupate baba hapo. Sema hakuna. Jaribu kufikiria miaka 20. Mimi sijui kama tunafikiria hichi kitu. Tumlilieni Mungu jamani. Miaka 20 inayokuja, watu wa upande wa giza wamefundishwa kuona ulichokibeba kuliko namna sisi watu wa nuruni tunavyoangaliana tulichokibeba. Nafikiri kama kuna silaha ambayo kila mzazi au ndugu tungetakiwa kuwa nayo, ni silaha mojawapo. Mungu, nifungue macho nione nini mwanangu amebeba, angalau nikiombee kiwe safe. Mmenielewa? Umenielewa? Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninakataa kutumika, nakataa kutumika, nakataa kutumiwa na awai yoyote yule, iwe ameninunua kwa makosa yangu mwenyewe, iwe ameninunua kwa uovu wa familia, kwa mtego wowote ule. Kuanzia hivi leo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninaenda kulipa dai aliloliweka kwa jina la Yesu Kristo. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Kitu kingine ni kura ya mashtaka ya uongo. Mke wa Potifa, kura ya mashtaka ya uongo. Sema kura ya mashtaka ya uongo. Nisikilize vizuri. Usipotezee kila uzushi unaozushiwa kupitia wewe. Wengine wanapanda mbegu ya uharibifu, wengine wanapiga kura ya uovu kwenye maisha yako. Ni hivi, kuna watu wengi wanaambiwa we ni mwizi. Mimi nimepotezea tu bwana, lakini mimi nachojua tu sijafanya chochote, sijaiba chochote, lakini sawa. Kuna watu wanapiga kura ya utambulisho wako mbele za watu ufanane na mwizi. Ingekuwaje ya kwamba kesi ya Potifa, kesi ya mke wa Potifa, ingekuwa ni kesi
iliyokuwa na nguvu kwa Yusufu kwamba ni kweli. Maana yake ni kwamba inawezekanaje kibaka akapewa nchi? Sijui kama unanielewa. Yusufu alikuwa, Mungu alisha muandaa Yusufu kwa ajili ya kuwa waziri mkuu. Ameshamuandaa kwa ajili ya kuwa fulani. Kwa akipewa utambulisho wa ukibaka, nia yake nini? Ni ili asiwe. Kwa hiyo kuna wakati unaopaswa kuelewa ni kwamba kuna mashtaka yanayoweza kutengenezwa kama uzushi, lakini lengo lake ni kupiga kura ambayo kimsingi tunaelewa ya kwamba kura ya uovu ni mahakama ya kuzimu, ili kukutengenezea hukumu fulani itakayokupa utambulisho mwingine tofauti na ule ambao Mungu aliyokuwekea. Unajua, unaweza ukapita kwenye nyakati nyingi ngumu sana kama Yusufu. Na Yusufu alikuwa anapita kwenye nyakati ngumu, lakini kila nyakati ngumu zilizokuwa zinalazimishwa ndio wakati ambao Mungu alikuwa anampeleka kuwa karibu na hatima yake. Na kwa maana hiyo, mke wa Potifa alikuwa anataka kufanya biashara nyingine na Yusufu ya kuinunua nafsi yake au hatima yake. Yusufu akashtuka akasema, kweli bwana, inawezekana ni heshima kukutana na mke wa kiongozi mkubwa namna hii, lakini hapana, kwa ajili ya ile hatima nilionayo na ukaribu ambao ninauona ninaokaribia. Lazima Yusufu alikuwa anashaanza kusense kwamba ameshaanza kukaribia kwenye hatima yake. Ndipo ambapo Potifa, mke wa Potifa anamwambia, anamzushia, anashtakiwa, anawekwa gerezani. Nataka kuzungumza nawe kitu gani hapa? Ni lazima ujifunze kushughulika na vitu vingi vinavyotokea kwenye maisha yako kiroho. Simaanishi ukabishane na watu. Mtu anakuita neno, kwa mfano, wewe ni malaya. Nimekusikia mtu anasema mume wake amemwambia yeye ni malaya, au mke wake amemwambia, na anasema mtumishi, sijawahi kufanya hichi kitu, siko hivyo. Unanyamaza. Ile ni spirit. Kuzimu inadaka lile neno, kwa sababu mko karibu kiagano. Kwa tamko la mtu yoyote aliyeko ndani ya agano lina nguvu sana kuliko hata tamko lilioko nje ya agano. Ndio maana kuna maisha ya watu yamefungwa kwa sababu eza mwenzi wake, mke au mume, alitamka tu neno, akatamka. Nilikuwa na wafahamu ndugu fulani, baba aliombwa nauli na sikio. Baba alisahau simu yake tu kitandani, mama akapita akaikuta pale kwamba kuna binti kasema, ninaomba unisaidie, so nauli, kodi ya nyumba. Mama akasema, akamfuata akamwambia, umsaidie huyu kama nani? Ndo mke wako umesahau tulikotoka Zitaisha, utakuwa na nizamu hizi hela. Si kama unaelewa ninachozungumza? Walikuwa wanafanya biashara ya mamilioni, hundreds millions walizokuwa wanafanya, biashara walizokuwa wanafanya. Baada ya muda mkataba ukavunjika wa makampuni alikuwa anafanya nayo yule baba, na shetani ashasaulisha. Si kama unaelewa ninachozungumza? Ghafla wameanza kuuza kila kitu. Yani zile mali zilikuwa kama mali, so unasikia hizo mali huko duniani nasema kama mali za mashetani, so unazifahamu? Kwa hiyo zilianza kuisha, mpaka wakaja wakabakia na nyumba ambao pia walikuwa wanataka kuiuza. Watoto wao wamerudi kwenye maisha ya kawaida sana.
Lakini ni kitu gani? Ni mtu alitamka tu, akamwambia neno. Sasa neno ni spirit, na kile kilichotamkwa nacho ni roho. Kwa halibaki tu kuwa neno kama roho, lakini kilichotamkwa kwenye hiyo roho ni nini? Umeelewa? Umeelewa? Kama umeelewa, punga mkono wako juu namna hii. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa ni muhimu sana, ni muhimu sana kujifunza kupangua, kujifunza kujiombea, kujifunza kuoga na damu ya Yesu Kristo, ili kuondoa maneno, kura za kashfa, mashtaka, uzushi. Usichukulie poa tu kasa yeye anasema usiku atalala. Haya, mashetani hayalali. Sasa ndio maana kuna wakati mwingine tunakamataga mengine, unasikia tuliambiwa tu tosheleke naye. Sasa wakati alisemaje? Alisema hata huyu mtu sio kufanikiwa. Tuangalie kura nyingine mwisho, kura ya kusahaulika. Kura ya kusahaulika. Kura ya kusahaulika. Kura ya kusahaulika. Hasa kusahaulika gerezani. Bwana asifiwe. Haleluya. Hii kitu Mungu aliwahi kunifundisha kwa namna ya tofauti sana, kwamba si rahisi mtu aliyekusudiwa wa hatima kumsaidia mtu aliyebeba hatima afike kwenye hatima. Pana vita iko hapo katikati, na hiyo vita isiposhindwa au mbingu isipoingilia kati, ni rahisi sana kupishana. Kwa dawa moja wapo hii, jifunze sana kumwombea yule anayepaswa kukutoa mahali ulipo. Maisha tulionayo ya hapa duniani, Mungu ametupa watu. Hatujakutana kwa bahati mbaya. Hata hujanijua kwa bahati mbaya, sijakukujua kwa bahati mbaya. Kwa lugha nyepesi ni kwamba jifunze kuheshimu watu, jifunze kuwaombea watu, jifunze kuwajua watu. Umeelewa nachozungumza? Kuna watu ni wa msimu sahihi kabisa, watakuja watakaa na wewe kwa muda fulani na wataondoka. Ila kuna watu ambao si wa msimu, ni watu ambao unatakiwa usafiri nao umbali mrefu. Si rahisi sana kujua umuhimu wako kama hujajua vita ya hatima. Unaweza ukafanya nao kazi ukamsaidia kawaida, unaweza ukakutana naye kwenye maeneo ya kawaida, unaweza ukadhania kawaida, lakini usijue kwamba Mungu amembebesha kitu kwa ajili yako na ukaishi kawaida. Nataka kuzungumza kitu gani hapa? Yeye anakutegemea wewe na wewe unamtegemea yeye. Ndivyo Mungu anavyoweka. Ndio maana mtaji wa kwanza ambao unatakiwa kuomba kwa Mungu, baada ya Mungu kupa vitu vyote, kukupa akili, kukupa ufahamu, kukupa wazo, siombe kwanza hela. Umeelewa ninachozungumza? Siombe kwanza
Omba Mungu akupe watu kwanza. Ukiwa na watu umepata hela. Huwa ninaongeaga na vijana wenzangu, naambia bwana, usilie nyuki sana. Jitahidi sana kupata nini? Watu kwenye maisha yako. Ukipata watu kwenye maisha yako, Mungu ana watu. Umeelewa ninachozungumza? Mungu ana watu. Mungu akikupa watu, hutakosa kitu. Usitafute kitu kwanza, tafuta watu kwanza ili upate kitu. Umeelewa ninachozungumza? Bwana Yesu asifiwe. Akili za mtu mwenye kutafuta vitu ni sawa na akili za yule ambaye Paulo aliwahi kumzungumzia. Unajua sheria ya mbegu na sheria ya mkate. Kuna watu ambao ni wa mkate, nyosha mkono juu. Kama hujui usije ukanyosha, usije baadaye tukachekana. Watu wa mbegu, nyosha mkono juu. Kama usije kujua mkono umempata mmoja, miwili. Ni hivi. Mungu ametutenga kulingana na jinsi anavyotujua, na ametutofautisha kulingana na jinsi anavyotujua. Kuna watu ni wa mbegu na kuna watu ni wa mkate. Watu wa mkate siku zote akili zao ni za mkate. Wanawaza, hawawazi juu ya mbegu inayowapa mkate, itakayowaongezea kupata mkate kila siku. Wanawaza nini? Wewe ni wa wapi? Paulo anatuambia reason kwamba Mungu huwapa mbegu ili ifanye nini? Ili wazidi. Kwa hiyo kama wewe una akili ya mtu wa mkate, sahau kuongezeka. Tutakupa leo 10,000, 20,000, milioni 5. Lakini kwa kweli, kwa sababu wewe ni una akili za mkate, hautasaidiwa na hiyo hela. Sema, Mungu uliye hai, nifanye kuwa mtu wa mbegu. Niamini tena niwe mtu wa mbegu ili niweze kuzidi katika uso wa nchi, katika jina la Yesu. Yusufu gerezani alimsaidia mnyweshaji na mwokaji, akawaambia habari za ndoto zao. Sasa kila mtu alikuwa na hatua ya kuchukua. Mwokaji yeye akabaki amekaa zake, na kwa kweli ndoto ikatimia, akanyongwa akafa. Lakini mnyweshaji akapata nafasi ya kurudi kwa mfalme. Na moja ya kitu ambacho Yusufu anamwambia mnyweshaji, utakaporudi kwa mfalme usije ukanisahau. Yusufu alinifundisha ya kwamba kila unayekutana naye weka alama. Alama ni kumbukumbu. Hata kama yeye atasahau, Mungu hatasahau. Hujanielewa? My God. Kuna mtu anaelewa ninachozungumza hapa? Nasema hivi, fanyie mtu ikiwa ya kwamba unamfanyia Mungu. Ni kumbukumbu isiyoisha. Yeye anaweza akasahau, lakini Mungu hatasahau. Mnyweshaji alimsahau Yusufu kweli. Wanadamu ni watu wa kusahau jamani, wala usipambane nao. Hivi akumbuki mema ambayo nilikuwa ninamfanyia. Ukiwa ulimfanyia huyo, ulipoteza. Mfanyie mtu kana kwamba umemfanyia Mungu. Akinyamaza ikiwa ya kwamba amekusahau, Mungu hatakusahau. Miaka miwili, zaidi ya miaka miwili, mnyweshaji amerudi ikulu, na kunapigwa story ya kwamba mfalme ameota ndoto. Kasahau.
kashamsahau. Sema kamsahau. Unikumbuki mimi, tulisoma wote pale primary. Sikukumbuki. Nilikuwa ninakusaidiaga sana kitu fulani, uniform yangu. Sikukumbuki. Mbingu zinatukumbusha ya kwamba huwa hazisahau. Mungu akaingilia katikati ya ikulu ya Farao, akamlazimisha mnyweshaji, unachagua kufa au unachagua kuishi? Kuishi kwako Yusufu aje kwenye hichi kiti. Unaniuliza mwalimu Lawi, soma Biblia yako. Mfalme anasema kwa kweli lazima ni wanyonge msiponipa tafsiri ya hii ndoto. Alafu jamaa anasema nimekumbuka kitu. Sema nimekumbuka. Sema nimekumbuka. Sema nimekumbuka. Nisikilize, kuna watu ni lazima mbingu ziingilie kati, na mimi nakuombea katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna mahali umesaulika, mbingu zikaingilie kati, wakakukuu. Yani hata kama alikuwa mnyweshaji amekataa. Unajua kuna wakati mwingine unaposoma attitude au karakta za mwanadamu alivyo, yule jamani, kama alikuwa labda mimi naweza kumsaidia kufikiri, kama Yusufu alinitafsiria ndoto vile, sasa itakuwaje? Akija hapa si anaweza kaja akachukua nafasi yangu. Unajua watu wana hofu ya nafasi. Sumera anachozungumza, watu wana hofu ya nafasi, lakini hawajui ya kwamba wale wanaowahofia na kuwazuia ndio waliobeba hatima yao kama Yusufu. Unapojaribu kumzuia Yusufu asije kwenye position yake, umetaka kufa. Sema umetaka kufa. Wafa. Sema nafa. Kwa kweli ni lazima umruhusu Yusufu. Bwana asifiwe. Kwa jambo moja muhimu sana ambalo linalonionyesha ni kwamba hii ilikuwa ni makusudi ya ile kura ya uovu ilikuwa imeshulika kwenye nafasi ya Yusufu ili asiende kwenye kiti. Hata kama uko kwenye gereza lolote, mbingu leo hii zitakutoa hapo. Mbingu leo hii zitakutoa hapo. Yule Mungu wa Yusufu aliyemtoa Yusufu jela atakutoa jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja ampigie Bwana Yesu makofi. Sema haleluya. Hautaendelea kubaki prison ikiwa Mungu wako anaishi. Ahadi yake haijafa, neno lake halijageuka, neno lake ni amini na kweli. Acha nitabiri katika jioni ya leo, Mungu anaenda kukutoa mahali fulani na anaenda kukupeleka mahali fulani. Nataka nikwambie wewe sio mtu wa kuangaliwa karibu hivi. Ili tukuelewe zaidi lazima tukuangalie kwa mbali. Mwambie mwenzako usiniangalie karibu hivi huwezi kunielewa. Niangalie kwa mbali. Nataka nikwambie kitu hichi ya kwamba ndugu zake Yusufu alitengeneza huu msiba wote wa hii milolongo yote. Maandiko yanasema walipomwona Yusufu kwa mbali, walipomwona Yusufu kwa mbali. Nisikilize ninachotaka nikwambie hapa. Wanakuona kwa mbali kwa sababu wewe sio wa karibu. Utakwenda mbali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usiwe ni mtu unayetaka kuonwa kwa karibu. Wewe sio saizi yao. Unasema hebu nicho niangalie hapa karibu. Mwambie mwenzako hapana. Kaa mbali uniangalie kwa mbali. Fanya namna hii, niangalie kwa mbali. Niangalie kwa mbali. Niangalie kwa mbali. Ninakuja. Ili unaponiona usinione kama mtu wa karibu. Unione kama mtu uliyeniona mbali. Na mimi acha nitabiri juu yako jioni ya leo. Wewe ni mtu wa mbali na utakwenda mbali na kizazi chako kitakwenda mbali. Wewe sio mtu wa hapa. Wewe sio mtu wa hapa. Mtikise mwenzako mwambie mimi sio wa hapa. Mwambie unanichukulia kawaida namna hii kwa sababu uko karibu. Anza kuniangalia nikiwa mbali. Maana yake alikuwa wanatabiri, yani kilichoandikwa hapa kijaandikwa kimakosa.
Maana yake walikuwa wanatabiri ya kwamba huyu sio mtu wa karibu na sisi, ameshatuacha mbali. Kwa jinsi tunavyomwona mbali ni kwa ajili ya ile ndoto yake. Maandiko yanatuhakikishia kwamba ndoto ya Yusufu haikubaki shimoni, ndoto ya Yusufu haikufa, ndoto ya Yusufu haikufungwa jela ikakaa jela maisha. Ndoto ya Yusufu ilitimia. Na mimi nataka nikutangazie jioni ya leo, Mungu aliyemfungua Yusufu gerezani akufungue na wewe jioni ya leo, na ndoto ya kwako ikatimie. Piga makofi, haleluya! Sema haleluya! Namna hii, namna hii, namna hii, namna hii, namna hii, namna hii. Sema ninakuona mbali ya lo. Sema ninakuona tokea mbali ya lo. Nakuona tokea mbali, wewe ni mtu mkuu. Nakuona tokea mbali, wewe ni mfanyabiashara mkubwa sana. Nakuona tokea mbali ya kwamba wewe ni kiongozi mkubwa sana. Nakuona kutokea mbali, wewe ni mke wa mtu ajaye. Wewe ni mama wa watoto wengi. Wewe ni baba wa watoto wengi. Nakuonea tokea mbali, tokea mbali. Namna hii, sema tokea mbali. Haijalishi namna tulivyopigika sasa, haijalishi namna tulivyosemwa sana, haijalishi namna tulivyosingiziwa sana, haijalishi mashimo tuliyowekwa jamani, haijalishi magereza waliokuwa wametuweka pia. Inajalisha ukubwa wa Mungu aliyemtoa Yusufu gerezani, aliyemtoa Yusufu kwa Potifa, aliyemtoa kila mahali walipomweka. Inajalisha katika jioni ya leo, iwe isivyo, acha nitangaze juu ya maisha yako. Hautakufa mpaka ndoto yako imetimia. Hautakufa mpaka umekuwa mtu mkuu, mpaka umekuwa mtu wa mbali, mpaka umekuwa mtu wa mbali. Nasema mpaka umekuwa mtu wa mbali wewe, mpaka umekuwa mtu wa mbali. Hautakufa ukiwa kama mtu wa karibu sana. Watu wa karibu ni watu wa kawaida. Sisi tulio wa mbali sio watu wa kawaida, na tumetambua na tumekubali vita yetu sio ya kawaida, lakini vita vyetu ni vya Bwana. Ikiwa ya kwamba Mungu alimwambia Musa ya kwamba siku hii ya leo tazameni Farao kwa mara ya mwisho. Kama kungekuwa kuna smartphone, so Farao alikuwa anakuja kwa nyuma, si ndivyo? Piga selfie. Sio maneno anachozungumza, anasema ya kwamba hawa mnaowaona hamtawaona tena milele. Alafu mstari wa 14 anasema hivi, Kutoka 14:14, Bwana atatupigania, atawapigania, na sisi tutanyamaza kimya. Shataradagoria masaya ntaya. Kuna kimya cha matatizo ya kwako kinaenda kutokea. Yani matatizo mengi yameshauti kwenye maisha yako, yamepiga makelele. Yani umekuwa ni mtu wa kulia kwa matatizo, lakini saa inakuja ni hii. Sema ni hii. Yule anayenifuatilia sitamuona tena milele.